Karibu tena mwanafamilia, niweze kukujuza yaliyo mengi ambayo yanaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kusitu, kama ni mara yako ya kwanza kupita kwenye hii channel yetu hupendwa, basi chini ya video hii upande kulia hapo kuna neno limeandikwa subscribe. Hakikisha unabonyeza hapo kisha alama ya kengele. Ukifanya hivyo utakuwa umejihakikishia kuwa mwanafamilia hai kabisa wa hii channel yetu hupendwa, ambapo basi taarifa zote na update zote ambazo nitakuwa nikikuwekea hapa kila wakati hautaweza kupitwa nazo hata kidogo. Lakini pia usisahau kushare, kulike na kucomment, kuacha maoni yako kwa kile ambacho nitakuwa nimeweza kukujuza. Ni jambo ambalo ni la msingi sana. Nadhani wengi unafahamu kila ambacho kinaweza kuendelea kati ya huyu mke wa Ally Kamwe pamoja na Ally Kamwe mwenye bwana. Wawili hawa wameweza kuachana. Bwana Ally Kamwe ameweza kumpatia talaka tatu huyu mwanamke, lakini chanzo cha haya yote tulikuwa hatujakifahamu. Lakini hivi leo huyu mke mtalaka, huyu mtalaka wa Ally Kamwe, huyu mwanadada huyu ameweza kufunguka aliyo mazito sana, ambayo ameweza kusababisha yale yote yaweze kutokea. Kwanza ameweza kusema kwamba ile ndio bwana migogoro kule kupishana kulianza tangu siku ile ya harusi. Ally Kamwe alikuwa ni mtu ambaye yuko busy sana, anachati na nini, akaanza kufuatilia ni kitu gani ambacho kinamsumbua huyu mume wake. Lakini baadaye aliweza kugundua kwamba kuna vitu vya sirini kabisa ambavyo yeye alikuwa havifahamu, ambavyo vinaendelea kati yake na baadhi ya wachezaji wa timu yake. Vitu ambavyo ni vya ajabu kulikuwa. Unafahamu kweli, ukisikia dunia sasa hivi imeweza kuisha, dunia sasa hivi imefika mbali sana. Bwana Ally Kamwe ameweza kuonekana ni anasumbuliwa na mtu fulani hivi kwenye ile timu yake na ni mchezaji wake, kitu ambacho sio kizuri sana kwa kweli, kitu ambacho kimeweza kufanya bidada huyu asiweze kuvumilia na kusema kwamba ngoja nifanye tu maisha yangu kama mwanaume mwenyewe ndiye huyu, basi haina haja ya kuwa naye. Mimi siwezi, nimeelewa katika maadili mazuri kabisa, siwezi kusadiki upumbavu ambao unaendelea. Mimi siwezi kufanya kabisa huo ujinga. Ameweza kumuona ni mwanamume ambaye hafai. Tunafahamu mtu ukishaweza kuolewa inabidi ukae kwa wakati fulani hivi, basi kama mtaweza kuachana nini, kupeana taraka, vitu kama hivyo viweze kufanyika. Lakini bidada huyu mapema kabisa baada ya kuweza kufunga ile ndoa ameweza kudai hiyo talaka kwa mume wake. Ni dhahiri kabisa vitu ambavyo ameweza kuviona sio vitu vya kuvumilika, sio vitu ambavyo mtu anaweza kuvivumilia na maisha mengine yaendelee. Maana kabisa hivi vitu bwana sio vizuri. Bwana Ally Kamwe ameweza kuonekana kwamba kuna namna kuna mwanaume ambaye anamsumbua. Ni dalili zinaweza kuonekana tangu siku ile ya harusi. Alikuwa ni mtu ambaye yuko busy sana, muda wote anachati, communicate na kwa anajiuliza changamoto nini. Nikimuuliza nasema haya ni masuala ya kazi. Lakini nimejaribu kuchimba na kufahamu fika kwamba kuna vitu ambavyo mume wangu huyu vinamsumbua. Kuna mwanaume ambaye anamsumbua na ni mchezaji wake wa timu yake huko. Anamsumbua sana. Nikisema anamsumbua nadhani unaelewa, maana huyu mwanaume hajapendezwa kabisa na Ally Kamwe kuweza kufunga ndoa. Amekuwa ni mtu ambaye anamsumbua mara nyingi sana. Tufahamu nini ambacho kinaendelea, lakini nadhani kuna picha fulani ambayo hata mwenzangu unaweza kuipata, kwa sababu dada huyu ndivyo ambavyo ameweza kusema kwamba kuna mchezaji, kuna mwanaume mwenzake anamsumbua, ndo chanzo cha haya yote yaweze kutokea. Ndo maana Ally Kamwe hata alipoweza kuambiwa atoe taraka hakuweza kujiuliza mara mbili mara tatu, aliweza kutoa. Maana kuna mwanaume ambaye anampatia kiburi. Ally Kamwe za kusema ni mtu ambaye ana kiburi sana, don't care, anapenda kushindana, ndo maana hawezi kuishi na mwanaume wa aina ile. Lakini mbaya zaidi hicho ambacho ameweza kukishuhudia kwa macho yake yeye mwenyewe, ameweza kushuhudia kwa macho yake yeye mwenyewe, ni kitu ambacho ameshindwa kuvumilia kabisa. Kuishi na mwanaume wa aina ile sio jambo ambalo ni jepesi. Hata wewe mwenzangu, kama wewe ni mwanamke, ukisikia mume wako anapitia haya yote, mwanamume wako ni mwanamume wa design hii, vipi unaweza kuvumilia au utaweza kumwacha? Nadhani utaweza kumwacha hata kama unampenda vipi, kwa sababu kuna vitu havivumiliki. Kuna vitu ambavyo hata mwenyewe kuvisikia sio vizuri sana, hata mbele za Mungu sio vitu ambavyo Mungu anapendezwa navyo hata kidogo. Ndio maana bidada huyu aliamua kufanya maamuzi magumu kabisa ya kuweza kuachana na huyu mwanaume Ally Kamwe. Ndio maana ni mwanaume ambaye hafai, ni mwanaume ambaye hawezi kuishi naye, hawezi kuwa baba bora wa watoto na vitu kama hivyo. Ndio maana mapema kabisa aliweza kudai
hizo taraka tatu, na Ally Kamwe bila hata kujiuliza chochote, kwa sababu yeye ni mtu wa kiburi, mtu wa dharau, mtu wa kujikweza, akaona fresh, kama nataka talaka basi mimi nitakupa talaka yako, uendelee na maisha yake mengine huko, kwani shingapi? Kwa hiyo Ally Kamwe aliweza kumwandikia taraka yake bidada huyu, kitu ambacho bidada huyu ameweza kufunguka na kusema kwamba bwana huyu, ukisikia bwana, dunia hii imeweza kuharibika bwana, kweli imeweza kuharibika kweli kweli, kwa sababu mwanamume ambaye anafunga ndoa kabisa, lakini kuna mambo ambayo anaendelea kuyafanya. Sasa mimi nashindwa kufahamu ni kitu gani ambacho kiliweza kumsukuma yeye aweze kufunga ndoa na mimi, kwa sababu mimi sikuweza kumlazimisha, sikuweza kumforce kwamba naomba uweze kunioa, lakini kwa maamuzi yake, kwa akili yake mwenyewe alisema kwamba mimi nakupenda sana, nimeweza kufanya maamuzi, nataka nikoe mke wangu wa ndani, mke wangu halali kabisa, tuweze kuzaa watoto, tuwe na familia, vitu kama hivyo. Lakini mambo amekuwa vice versa kabisa, hatufahamu kwa nini aliweza kufanya vile. Alitaka tu watu waweze kufahamu kama yeye ni mwanaume lijali, kwa sababu kuna hizo skendo ambazo zinaendelea kwamba kuna mwanaume ambaye anamsumbua, pengine alifunga hiyo harusi, hiyo ndoa, ili basi kuweza kupunguza ukali wa yale maneno ambayo anakuwa anazungumzika kwamba sijui kuna mwanaume na nini, vitu kama hivyo. Nafahamu kiweza kuoa, anasema watu watasema kwamba bwana, vile vitu walivyokuwa wanazungumzia sio vya kweli, mbona huyu mwanaume ameweza kuoa. Hapo awali kabla hajaweza kuoa ilikuwa rahisi kutamkwa maneno na kuweza kuaminika, lakini baada ya kuweza kuoa alikuwa anaamini kwamba hata watu wakizungumza basi kuaminika sio rahisi, kwa sababu yeye ni mwanaume lijali kabisa na ana mke wake. Hayo mambo ambayo yanazungumzika kufanyika sio rahisi. Lakini mbaya zaidi bwana, Ally Kamwe huo mtego bwana ameweza kufanyaje, ameweza kushindwa bwana, ameshindwa kuvumilia yale mambo ambayo alitaka yaweze kuonekana kwenye ndoa yake, mpaka ameweza kuonyesha dhahiri kabisa. Bidada huyu ameweza kufahamu kitu gani ambacho kinaendelea, kwamba kuna mwanaume huyo ambaye anamsumbua. Ameweza kumweka hadharani huyo mwanamume gani, ameweza kumtaja kwa jina kabisa. Nitakuwekea screenshot hapo mbele vile ambavyo ameweza kushare kupitia Instagram story yake. Ameweza kumtaja huyo mwanaume ambaye mwanaume wake huyu Ally Kamwe amekuwa akimsumbua, na ndio chanzo cha haya yote, cha yeye kupewa taraka bila shida yoyote ile. Bwana, mambo ndivyo yalivyo. Una maoni gani juu ya hilo? Make sure to drop comment yako chini ya video hili, basi tuweze kwenda kwa uzuri kabisa. Lakini kukumbusha tu kwa mara nyingine, kama ni mara yako ya kwanza kupita kwenye hii channel yetu upendwa, basi chini ya video hii upande wa kulia hakuna neno limeandikwa subscribe. Hakikisha unabonyeza hapo kisha alama kengele. Kufanya hivyo utakuwa umejihakikishia kwa mwanafamilia hai kabisa wa hii channel yetu pendwa, ambapo basi taarifa zote na update zote ambazo nitakuwa nikikuwekea hapa kila wakati hautaweza kupitwa nazo hata kidogo. Lakini pia usisahau kushare, kulike na kucomment, kuacha maoni yako kwa hicho ambacho nimeweza kukujuza. Ni jambo ambalo ni la msingi sana bwana. Mambo ndivyo yalivyo. Mpaka hapo mimi sina la ziada, nikutakie wakati mwema, tukutane next time na kwaheri, bye bye.